Sidhani maelezo ya mwisho kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kuna wakati asili haifai kuuza wakfu, lakini kuna wakati mfano umepewa nyumba, ile nyumba pale kodi itakayopatikana ndio inatumika kwa wakfu kusaidia watu, mji ule watu wakahama, akawa manufaa ile wakfu tena haipo, na asili ya wakfu ni kupata manufaa kile kitakachopatikana, mji ule umehama kabisa, unaweza mkauza mkatafuta sehemu nyingine ile wakfu ikahama pakipatikana sababu. Na maneno haya amesema pia Sheikh Islam bin Taymiyyah. Au saa nyingine ikaonekana kuna sehemu kuna manufaa zaidi, wakfu iliyokuwepo ingebadilisha ikabaki sura fulani, hapa kukaa pana eneo lakini kuna sehemu nzuri zaidi, tukauza ile wakfu tukanunua sehemu nyingine. Lakini anasema hii usijifanyie watu kila mtu kivyake vyake, iende kwa kadhi au kwa hakim, sio mtu anaamua, kwa sababu tukiacha mlango kila mtu atauza wakfu tu. Umeelewa? Sheikh Ibn Uthaymeen anasema haifai watu wakaamua, asili haifai kuuza wakfu, na watu waachane na jambo hili, labda kwa maslaha, na watu wasilifanye kiholela holela tu. Naam, tuendelee kufuatia. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka Abu Hurairah za Allah zaidi yake amesema, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa, Mtume sallallahu alituma Umar kwenda kukusanya zaka. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa, Mtume alimtuma Umar bin Khattab kwa ajili ya kukusanya zaka. Alhadith maana yake kisa ni kirefu, alhadithi maana yake hadithi ni ndefu kama ikata tu. Wa fihi, ndani ya hadithi hii imekuja, fa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu, amma Khalid amezuia kama ameweka wakfu adra'ahu, mavazi yake ya kivita. Diro ni vazi la kivita ambalo nakuzuia ukirusha mishari usiingie kwenye mwili, la chuma kama ni chuma hivi, vipande vya vyuma vimeunganishwa unavaa kama shati hivi au kanzu. Kwa hiyo yeye Khalid alizuia hiyo itumike kwenye jihadi. Wa atadi ni silaha za kivita, hii ni vazi la kivita, na atadi silaha za kivita kama vile mishare, fi sabilillah, katika njia ya Allah. Narudia, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka Abu Hurairah za Allah zaidi yake amesema, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqa, Mtume alimtuma Umar kwenda kukusanya zaka. Alhadith, hadithi yani kisa kirefu, yameikata tu. Wafihi, katika hiyo hadithi imekuja, fa amma Khalid faqad ihtabasa adrahu, amezuia nguo yake ya kivita, wa atadahu, na silaha zake, fi sabilillah, katika njia ya Allah. Maana yake ameweka wakfu vifaa vyake vya kivita katika njia ya Allah. Tumeelewa naki? Sasa uweze kuelewa mpaka niturejea maelezo. Yani hivi, ba'atha an-nabii Umar ibn Khattab liljabaya zaka, Mtume sallallahu alimtuma Umar kwenda kukusanya zaka. Fajaa ila Khalid bin Walid, wakati anakusanya zaka akamfuata Khalid bin Walid, wa ila bin Jamil, na kwenda kwa bin Jamil. Famana adaaha, wote hao wakakataa kutoa. Fashakahuma Umar ila Nabii sallam, Mtume akinashtaki kwa Umar bin Khattab kwa Mtume sallam, Mtume anakusanya zaka, watu wote wametoa, lakini hao watu wawili wamegoma. Tuelewana? Aliogoma ni Khalid bin Walid na mwenzake. Faqala, Mtume akasema, amma Khalid, akamwambia sasa, amma Khalid faqad ihtabasa adrahu wa atadahu fi sabilillah, ana haki ya kugoma. Khalid ametoa wakfu, tuko hapo, amejitolea silaha zake na mavazi yake vita katika njia nini ya Allah. Fala zakata alayna, hata toa zaka. Wa ama bin Jamil falaysa lahu min al-udhr, huyu mwingine hana udhuru, illa annahu kana faqira fa aghnahu Allah, so kwa hiyo alikuwa maskini, Allah kamtajirisha, lakini anafanya kibri. Lakini Khalid bin Walid yeye amejitolea. Tuko maana yake ilikuwa ni ripoti ya alivyotumwa Umar bin Khattab ndio kusanya zaka, akasema watu hawa wawili wamegoma, ndio akamwambia Khalid, kuna tatizo kwa sababu kajitolea, kazuia vifaa vyake vyote vya vita vitumike bure katika jihad. Huyo mwingine ndio matatizo.
Kwa hiyo anna al-ashya al-mawqufa ala jihati al-birr kal-masajid wal-rabt wal-mudarasa wal-fuqara laysa fiha az-zakat. Kwa hiyo vitu ambavyo vimewekwa katika njia ya wema kama madrasa au kwa ajili kimewekwa kitu kwa ajili ya matumizi ya masjidi, kwa ajili ya madrasa, maskini, hakuna zaka ndani yake. Huwezi kwenda kuchukua kitu hicho zaka. Tumeelewana mpaka hapo? Yaani hii nyumba labda ya biashara, lakini lengo la biashara hii kusaidia maskini. Huwezi pale kwenda kuchukua nini? Zaka. Na hapa tumeona inajuzu jawazu ja'al al-ayani manqula waqfa lillahi ta'ala, kujalia kitu ambacho kinahama kama ni wakfu. Wakfu sio lazima iwe ni nyumba asset, hata unachohama gari, pikipiki ukafanya wakfu. Hapa kwa ni silaha za kivita, bora ni kitu ambacho kinanufaika afu chenye kinabaki. Chochote ambacho kinanufaisha afu chenye kinabaki kinaweza kufanywa Lakini mtu akiwa na mali nyingine, hata kama akatoa zaka huko na nyingine ambazo kitu maalum atatoa zaka, si maana yake moja kwa moja yeye. Umeelewa? Lakini anna al-ashya mawqufata ala jihati al-birr, kitu ambacho kimekuwa wakfu katika njia ya wema, kusaidia msikiti, kusaidia madrasa, kusaidia maskini, akina zaka. Kwa hicho kina zaka, lakini wewe mwenyewe kama una mali nyingine utakuwa na nini? Zaka. Tuendelee. Mlango umeisha babu al-hiba wal-umra war-rukba. Ndio? Babu al-hiba, mlango wa hiba. Hiba ni kutoa kwa mtu kitu. Wal-umra, umra maakhudha min al-umr, kina imechukua kutoka kwenye neno umri. لأنها توهب مدة عمر المواهب له, ni kumpa mtu kitu muda cha umri wa yule ambaye unampa kile kitu. Umeelewa? Yaani hichi kitu nakupa wa umri wako wote, kisha ukifariki kitarudi kwenye familia yetu. Ukampa mtu kwa kiwango, kwa muda maalum ya umri. Tuko ndio umra. Wa rukba pia inafanana na umra. Wa huwa an yaqula ar-rajulu lir-rajuli, mtu kumwambia mtu mwingine, kad wahabtu laka hadha ad-dar, imekupa nyumba. Fa imitta qabli, ukifa kabla yangu mimi, ruji'at ilayya, tarejeshwa nyumba kwangu mimi. Wa in mittu qablaka fa hiya lak, nikifa kabla yako wewe itakuwa ni kwako. Fa kullu wahid minhum yuraqib mautu sahib, kila mmoja anaangalia kifo cha mwenzake. Umeelewa? Sawa. Kwa hiyo hapa kuna vitu vitatu. Kuna alhiba, hiba ni kutoa kitu. Ukampa tu kitu, ndio unaongoza na jinsi gani mtu kumpa mtu kitu. Umra ni kumpa mtu kwa umri wako, hichi kitu utakaa kwa umri wako, baada hapo kitarudi. Afu arukba maksudi yake ni kwamba hichi kitu nikitangulia kufa mimi, ukitangulia kufa wewe kitarudi, nikitangulia kufa mimi itakuwa cha kwako. Tuko
Hiba, kutoa mtu akatoa kitu. Walhiba anwa, kuna aina mbalimbali. Ya kwanza alhiba mutlaqa, kutoa moja kwa moja, maqusuda biha tawaddud, ni ile ambayo inakusudiwa mapenzi, ukampa mtu kitu kanachukua hichi tumia. Au kuna wakati mwingine ikawa as-sadaqa maqusuda biha mahdhu thawabu al-akhirah, ukampa mtu kitu akusudia thawabu za akhirah. Au kuna hiba ad-dayn, huwa al-ibra min ad-dayn, ukamsamehe mtu deni, pia ni hiba. Walhiba fawaidun kathira, kupeana vitu kuna faida nyingi. Wa hikmun adhima, na hikma kubwa. Min al-isda'i al-ma'rufi wa jalb al-mahabba, kueneza mema, kusaidiana mema na kuleta mapenzi. La siyama idha kanat ala qaribi, sasa ikiwa jamaa kwa karibu au jirani au mtu ana uadui na yeye, ukampa zawadi, ukampa kitu, inaleta maslaha. Sababu sheria imesema tahadu tahabu, pia nini zawadi, mtapendana. Tuangalie hadithi. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kutoka Nu'man bin Bashir za Allah juu yake, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baba yake Nu'man bin Bashir alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, inni nahaltu ibni hadha, mimi nimempa mwanangu huyu ghulama, mtumwa, kana lini kwa naye. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika nahaltahu, je, kila watoto wako umewapa mithla hadha, mfano huu? Faqala la, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Nu'man, hapana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'uhu, mrejeshi. Narudia. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kutoka kwa Nu'man bin Bashir za Allah juu yake, anasema anna abahu, Nu'man bin Bashir asema babake Nu'man bin Bashir, ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, alikwenda pamoja na Nu'man bin Bashir kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, inni nahaltu ibni hadha, nimempa mwanangu huyu ambaye ni Nu'man, ghulaman kana li, kijana mtumwa nilikuwa naye, nampa mwanangu mtumwa ayo kwake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika, je, watoto wako wote, na haltahu mithla hadha, umewapa mfano huu, au ni huyu tu? Faqala la, akasema hapana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'uhu, Mtume akasema mrejeshe, simpe. Wa fi lafdhi, katika lafdhi imekuja, fantalaqa abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alitoka baba yangu kwenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, liyushhida wala sadaqati, ili amfanye shahidi kwenye sadaka ya kunipa mimi, sadaka yangu. Liyushhida, ili amfanye shahidi ala sadaqati, kwenye sadaka yangu nitakayopewa. Unaelewa? Lakini baba alikuwa atakanipa mimi mtumwa, kwa akaenda kwa bwana Mtume amfanye shahidi kwa kunipa mimi huyo mtumwa. Faqala, Mtume akamwambia, afa'alta hadha biwalidika kulli, umefanya hivi kwa watoto wako wote? Qala la, akasema hapana. Faqala ittaqullaha wa'adilu, mcheni Mola wenu, wa'adilu baina auladikum, fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu. Faraja abi, akarejea baba yangu, faradda tilka sadaqa, akairejesha ile sadaka, akunipa tena. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya Muslim, katika riwaya Imam Muslim, qala fashhad ala hadha ghairi, Mtume akamwambia mshuhudilishe kwa jambo hili mtu mwingine. Thumma qala, kisha akasema Mtume akamwambia, ayasuruka, je, unafurahi wewe, an yakunu laka fil birri sawa, kuwa wewe katika wema sawa, an yakunu laka, kuwa watoto wako wewe fil birri, katika wema sawa sawa. Qala bala, akasema ndio. Qala fala idhan, sasa basi usifanye hivyo. Sikizeni ni kitabu, angalia. Yaani maelezo ni kwamba tunazungumza mlango wa kutoa, kumpa mtu kitu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anasema baba yake alienda kwa bwana Mtume sallama, akamwambia, mimi mwanangu huyu nimempa kitu maalum, mtumwa, nampa wewe kwake. Mtume sallama akamwambia, je, wewe una watoto wengi?
je, watoto wako wote umewapa kama hivi au ni huyu tu? Asema wengine sijawapa. Mtume akamwambia sasa, Mtume akamwambia mrejeshe, usimpe mtoto, upendelee katika watoto mmoja ukapendelea wengine, fanya uadilifu. Na riwaya nyingine imekuja alitoka baba yangu akaenda kwa bwana Mtume kumfanya ni shahidi wakati anipa hiyo zawadi ya Mtume. Mtume akamwambia mimi hata kama ni shahidi, je, jambo hili umefanya kwa watoto wako wote, kuwapa kila mmoja umempa? Akasema hapana. Sasa mcheni Mola wenu na mfanye uadilifu kwa watoto, msipendelee watoto. Walisalam. Basi baba akunipa tena. Na riwaya nyingine imesema Mtume akamwambia basi usifanye ushahidi katika uovu, usifanye mimi shahidi wako. Akamwambia hivi inakupendeza wewe kuwa katika wema uko sawa kwa watoto wako wote, upendi huko watoto wako wote ukao katika wema ni sawa, basi usifanye hivi. Naeleka hadi au turudie tena? Hadithi atufundisha nini? جاء بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي بابنه نعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. alikuja Bashir bin Saadi ambaye babake Nu'man bin Bashir kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lishihidahu ala annahu nahlahu khulama, ili amfanye shahidi Mtume kwamba yeye bwana amempa mwanangu huyu, wasije ndugu zake wakasumbua baadaye. Naeleka, lakini mwanangu huyu nimempa Mtume, kwa hiyo wewe ndio shahidi wangu, wasije wanangu wakasumbua. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume kumwambia yeye, akulla waladika nahaltahu ulama, je, watoto wako wote wengine wamewapa watumwa mithla hadha al-ibn, kama huyu? Faqala la, akasema hapana. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema ittaqu wa'dilu baina auladikum, mcheni Allah na mfanye uadilifu kati ya watoto wenu. Baba akarudi akaacha jambo lile. Hadithi inatuonyesha ujubu al-adlu baina al-aulad, uwajibu wa uadilifu kati ya watoto. Wataharimu tafdhili baadhum ala baadhi, haifai kufadhilisha kati ya watoto, ukampenda huyu sana kuliko mwingine. Kupenda sawa, lakini ukafanya vitendo vya kuonesha umjali kuliko huyu ampa hela shule umpi, huyu hivi anuliwa nguo hanuliwi, haifai. Au takhsisi baadhum duna baadhi, au kumhusisha mambo mengine au wengine wahusishi. Kwa hiyo Mtume ndo akamkemea katika jambo hilo. Na pia inaonyesha ni wajibu wa kupinga mwenye kukhalifu jambo hili akafadhilisha baadhi ya watoto wake kuliko baadhi nyingine. Lakini basi hadha ma lam yakun takhsis au tafdhil masugh ash-shar'i yad'u ila dhalika, fa in kana thamma masugh fala basa kay yakuna ahlu al-awlad faqira wal baquna aghniya, au yakunu dha ahati la ya'mal ma'aha, أو يكون متفرغا لطلب العلم والباقون مشتغلون بالدنيا ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص. فقد فضل أبو بكر عائشة بجذاذ 20 وسخا نحلها إياها دون سائر أولاده، وفضل عمر بنه عاصم بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم. tusizani tumesema haifai kupendelea kati ya watoto, lakini kuna wakati kuna sababu zinapelekea upendelee mtoto. Kwa mfano watoto wako wote wako vizuri, wanajimudu, mmoja maskini, uweze kusema kama hivyo lazima wape wote sawa. Huyu nampa kwa sababu wengine wote na shughuli zao, wana mtoa libule elimu, huyu anasoma dini, kwa hiyo nyinyi na shughuli zenu, huyu anasoma na mnulie vitabu na mtamuongezea. Kwa hiyo kuna wakati kuna sababu inapelekea baadhi ya watoto kuwahusisha na vitu vingine ambavyo wengine haingii hapo. Ikiwa mazingira yako sawa, haifai kupendelea mtoto. Lakini ikiwa kuna sababu za kisheria, mfano hali, huyu hali ni ngumu zaidi, wenzake wana uwezo, ukampa yule ambaye ana hali ngumu. Tuko huyu ameshusha kutafuta elimu, wenzake wana shughuli zao, au hata shughuli zao kidogo na jambo la kusoma, ukamhusisha na baadhi ya senti na nini tofauti. Tuko sio sawa bwana, mbona una uadilifu hapo? Tupewe wote. Tunaangalia hali, nani mhitajia zaidi. Tumeona baba ataangalia yule ambaye ana haja zaidi, atampendelea zaidi. Inayokataza sio mapendeleo yale ambayo kuna sababu yote za msingi. Ukampenda huyu ndio ampa vitu tu. Kuna sababu gani? Yote takiwa asili kuwa sawa kwa watu.
Tuendelee na maelezo ya mwisho.